Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV, tumsifu Yesu Kristo. Niwaalike kwenye kipindi cha tafakari ya siku, na leo ni Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Tafakari yetu inaenda kama ifuatavyo. Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Utangulizi. Mungu ni baba yetu sote. Yesu anawafundisha wanafunzi wake namna nzuri ya kusali ili kuondokana na wanavyosali watu wa mataifa. Jinsi wanavyosali ni kupayuka payuka. Sala hiyo anayowafundisha Yesu inaitwa sala ya Baba yetu. Sala ni mawasiliano kati ya kiumbe na muumba wake, kati ya mwanadamu na Mungu. Lengo kuu la sala ni kumsifu Mungu, kumtukuza, kumwabudu na kumshukuru. Lakini pia bila kusahau kuomba msamaha kwa yale tuliyotenda tofauti na matakwa yake. Katika Injili Yesu anatufundisha kwamba sala humwelekea Mungu ili kulitukuza jina lake. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ni Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 9. Sala ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Lakini sala pia haina budi kumwandaa mwanadamu kwa ajili ya ufalme ujao. Maisha baada ya sasa. Ufalme wako uje hapa duniani kama huko mbinguni. Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 10. Sala pia haina budi kugusa maisha yetu ya kila siku na ya jirani zetu. Tabia ya sala yoyote ni ukarimu. Tabia hiyo ya ukarimu hutusukuma kuwakumbuka wengine na kuwaombea. Sala haina budi iguse maisha yetu ya kila siku na ya jirani yetu. Ndiyo maana Yesu anatufundisha katika sala ya Baba yetu: utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasameheavyo wadeni wetu. Ni Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 11 hadi ya 12. Sala ni tendo la ukarimu.
Mtakatifu Spiliani akitufundisha juu ya tabia ya ukarimu akisema, Bwana wetu Yesu, Bwana wa amani na umoja, hakutufundisha kusali kwa ubinafsi na kwa ajili yetu tu. Hatusemi Baba yangu uliye mbinguni, wala unipe mimi mkate wangu wa kila siku. Sala ni kwa ajili ya kila mmoja, kiasi kwamba tunaposali hatusali kwa ajili ya mtu mmoja, bali kwa ajili ya watu wote, kwa sababu pamoja na watu wote sisi tu wamoja. Sala ya Baba yetu hutuunganisha kutambua kwamba sisi sote ni wana wa Baba mmoja. Tunahitaji kuombeana. Hata hivyo, ili kufikia hatua hii kwa ukamilifu, hatuna budi kuwa wanyenyekevu. Bwana wetu Yesu Kristo anapotufundisha sala hii ya Baba yetu, anatuomba tuwe wakarimu, tuwe wa upendo, tuwe wanyenyekevu. Sala. Yesu, utufundishe kusali vizuri.